Na kama tunavyojua tumezoea ukwaju ule wa kuweza kumfry kwa mafuta, lakini leo tutampika kwa kumwekea supu kidogo ili uweze kula na ule wali wako. Kwa majina ni Ahmed Omar kutoka Made Dishes. Karibuni sana. Moja kwa moja wacha twende directly katika zile ingredients ambazo tutatumia kwa leo. Ukiangalia tuko na zile ingredients zetu ambazo zitatumika kwa upishi wa leo ambao tumeziganya kwa mara tatu. Tuko na upishi wa kwanza ambao ni kuku ule wa ukwaju, kuna mboga steamed spinach, na pia bado tutapika cumin rice. So hapa tuko na spices ambazo tunatumia ni manjano, tuko na bizari nyembamba ambayo ni cumin seeds, tuko na paprika, kuna chicken cube, kuna chicken masala, na pia bado tuko na black pepper. Alafu kwa upande wa pili hapo bado tunaona tuko na kitunguu maji onion, alafu tuko na pilipili hoho ambazo tumezikata kwa namna mbili ambazo zitatumika kwa muda tofauti tofauti, ambapo tutaweza kuona ni wapi na wapi zinatumika. Kuna ambazo tumezikata kwa urefu na kuna ambazo tumezikata katika shape ya cubes. Na pia bado tuko na miti ya dania. Kumbuka dania iko na sehemu mbili. Kuna ile part ya majani na kuna ile part ya stem yake. So kwanza tutaanza na part ya stem yake, majani tutatumia katika kugarnish. Then tuko na pilipili whereby it's optional. Pengine mtu anaweza kuwa si mlaji wa pilipili, so kwa upande wa pilipili it's optional. Alafu tuko na kuku ambaye leo tutatumia kuku nusu. Tumeweza kumkata na tukamweka mitai, yani zile cuts ndio zile spices ziweze kuingia paka ndani. Then tuko na ukwaju ambao tumeweza kuroweka, tumeusoka katika maji, yani ndio uweze kutoa ile flavor yake. Tutautumia mara mbili. Kuna wakati tutakapokuwa tunaweka marinade katika ile kuku wetu, na kisha baadaye tutaitumia katika kuchanganya katika ile supu yetu kama kiungo. Alafu tuko na dania ambayo ni ile part ya majani ambayo tutatumia katika kugarnish chakula chetu. Kuna mafuta ya kupikia wakati tutakapotumia kukaranga mboga, mafuta ya kupikia ambayo tutatumia wakati wa kukaranga ile mboga yetu, na pia katika kutayarisha ile kuku wetu. Tuko na kitunguu saumu ambapo manufaa yake, unajua, mbali na health benefits za kitunguu saumu, pia inatumika katika kutoa harufu ya ile kuku. Maana mara nyingi tuseme kama unapika samaki ama kuku, kiungo kama kitunguu saumu na black pepper, pilipili manga that is, huwa inasaidia katika kupunguza harufu ya kile kitu. Pengine saa zingine unaweza kuwa mtu anapenda kula kuku lakini hapendi ile, kuna ile harufu ambayo inatoka ya kuku kama hajapikwa. So hii inasaidia katika kupunguza ile harufu. Kuna chumvi, hatutatumia yote, tutatumia tunasema salt to taste kulingana na kiwango chako, sababu kuna yule anayependa chumvi na kuna wale ambao si watu wa kupenda chumvi kwa wingi. Kuna mboga yetu spinach ambayo tutapika kama iko steamed. Alafu na mwisho tuko na mchele wetu. Mchele ni half a kg, nusu kilo. Tutaanza na kuchanganya ule ukwaju wetu ambao tumeuroweka, yani kusoak kwa muda wa kama nusu saa, ndio ili upate kulainika. Ndio saidi ukianza tunasema kuvunyua ama jaribu kuchanganya uweze kutoa zile flavors katika ule ukwaju wako. Naam, sasa ukwaju umeweza kuchanganyika. Tutachukua kichungi tuweze kuweka ile ukwaju katika ule kuku wetu pamoja na zile spices ambazo tutatumia. Kumbuka hii ni round 1 ya ukwaju yenye tunatumia. Na tumemaliza ukwaju kwa pati ya kwanza, tutaweka kando. Then tutafuatilia na chumvi, salt to taste. Kumbuka kila mtu tulisema kuna ile kuna vile anapenda chumvi yake iwe. Alafu tutaweza kuchukua
Kidonge cha kuku tutakitumia baadaye. Tutaweka chicken masala, black pepper na pia tutaweka manjano. Kuna ile bizari nyembamba tutaweza kutumia katika mapishi ya wali na pia katika kuku katika stage inayofuata. Tutaweza kuchanganya ule kuku ili apate kushika vile viungo. Mchanganya kuku, tutaweza kuongezea kile kitunguu saumu chetu, tutabakisha kidogo ambacho tutakuja kutumia baadaye. So tutaweza kuchanganya kile kitunguu saumu katika ile marinade yetu, na once ikishachanganyika tutaweza kumweka kando kwa muda wa kama nusu saa ama zaidi kulingana na ule muda ulionao, lakini ni vizuri ukiweza kumweka yale madawa alafu mweke kando. Ukiangalia pia bado kuna kitu kimoja ambacho tumefanya kuku wetu, hatukumtoa ngozi, ambapo utapata kuna watu wengine huwa wanatoa ile ngozi. Mimi huwa napenda ikiwa na ile ladha yake ya ngozi. Wanaamini iko na mafuta ambayo inasaidia ku enhance ile taste katika yule kuku wetu. So kuku tutaweza kumweka kando kwa muda kama nusu saa, ndio baadaye tuweze kuendelea na mapishi mengine. Kuku wetu ameweza kukaa kwa muda wa nusu saa, amepata kushika ile madawa, na tutaanza ile tuanze kumpika, ambapo tutawakisha moto wetu. Ile pani kiendelea kushika moto na kukausha maji. Tutaweka mafuta kwa kiasi. Mafuta pia huwa tunasema kila mtu anaweka kulingana na jinsi anavyopenda mafuta, lakini at the same time tutakumbuka kwamba mafuta mingi pia mwilini si mazuri, so ukiweka tu kwa kiasi ile mafuta, tuyaache ashike moto. Tutaweka kitunguu kwa wingi. Kumbuka kwa haya mapishi ya leo, kile kitunguu chetu tutake kiweze ati ku brown kabisa, ni kiive tu kidogo, then tuweze kuweka zile viungo vingine pamoja na all the other ingredients. So tukiacha kiive kidogo, na kitunguu kiweza kuiva kidogo. Kumbuka tulisema tuko na ile hoho, yani pilipili bofu, tumezikata namna mbili. Kuna zenye tumezikata into cubes na kuna hizi za julienne. Julienne hizi ndefu, hizi tutazitumia dakika ya mwisho. Kwanza tutaanza na zile za cubes, tuziweke ili zipate kuiva na kitunguu. Na pia bado kuna ile miti ya dania ambayo ilikuwa tumeikata, pia hiyo tutaweza kuiweka ili iwe fried. Kumbuke pacha majani tulisema tutatumia katika kugarnish. So tunaweza kuweka hivyo viungo viwili, tutaiweka kando. Tukiona kuna kitunguu ambacho kimeanza ku brown kidogo, so tulisema hatutaki ki brown chote. So partial brown, na kuna part ambacho bado hakijaiva ile kabisa, ni kupiga ile kuku brown. Tutachukua kuku tuweze kumweka kwanza, tunafanya kama kuseal yule kuku wetu ili wakati atachemka asiweze kumumunyuka. So tutamweka ndani. Inasaidia kufanya kuku asimumunyuke, na at the same time kufanya zile spices ziweze kuingia mpaka ndani.
Ukiangalia kuku ameanza kupata browning kidogo, but ndani hajaiva, lakini the purpose was to seal. Kusil ni ile pati ya ngozi ama vile ambavyo tumeweka katika mafuta, akiweza kubrown namna ile, kama tunavyojua kuku wa grade ama broiler, mara nyingi ukimchemsha direct huwa anamumunyuka. So kwa vile amepata hii browning, amepata kama coating, so wakati tutampika tukimweka ile supu yetu hataweza kumumunyuka. So nampiga browning kidogo. At the same time tunachunga asiungue. Mbali na kubrown na kusili yule kuku, pia ukimpika kwa namna hii anaweza kushika tamu zaidi kuliko ukimpika kama umemchemsha direct. So tutampindua ile pati ya mfupa iweze kuangalia chini, hizi pati zingine. Pati ya ngozi iwe kwa upande wa juu. Ukiangalia pande nyingi ya ile ambayo ni mapande makubwa, pande ya ngozi tumeelekezwa upande wa juu, na pande ya mfupa umeweza kushikilia kule chini, yani pati ambayo iko na mfupa kwa wingi. So tutaweza kuweka maji. Baadaye tukumbuke tutaweza kuweka ule ukwaju tena dakika za mwisho mwisho. Tutaweka maji kwa wingi sana, tutaweka kiasi kwanza ili isiwe na ule mchuzi mwepesi sana. So after kuweka maji na tumeacha ichemke kwa muda kidogo, tutamsukuma kando kwanza kuku. Kwa vile chombo chetu ni kikubwa kidogo, tuweze kuweka ile cube yetu, nusu ya ile cube tutaweka ndani. Tukoroge kidogo. Then tutamrudisha kuku kwa hapa, ndio tuweze kumwaga ule ukwaju kwa juu, ndio wakati akisteam ile ukwaju iweze kuingia mpaka ndani. Kama upendi ukwaju mwingi utapunguzia. Sasa tutaweza kufunikia kuku ndio apate kuchemka kwa polepole, ndio aweze kuiva mpaka ndani. Kumbuka pilipili tutaziweka zikiwa mzima mzima, hatutazikata. For purposes of four zinasaidia kufanya ikuwe na harufu nzuri zaidi. So tutapindua kuku aweze kuchemka na upande mwingine pia. Then turudi tufunike ili iendelee kuiva. Acha tufungue. Tukiangalia tunaona kuku unaambao ukianza kuona ameanza kuachana na mfupa, dalili ya kwamba ako karibu kuiva. So tutapindua, alafu turudi tupindue side ya chini. Then tutaweza kuweka zile pilipili bofu zetu kwa juu ziive kwa kiasi, na tufunike ziive kidogo, then tu garnish na dania. Sasa tukate dania.
yenye tutatumia kugarnish. Hatukuikata mwanzo sababu isiwezi kubadilika rangi na pia bado i-maintain ile harufu ya dania. So tutaweza kugarnish na dania. Na ni kumaanisha mchuzi wetu uko tayari. Na tutaweza kuzima moto sababu wakati tunaweka dania huwa tunapendelea ibaki na ile katika hali ya ubichi, yani isiive kupita kiasi, ndio maintain harufu. So tutazimia ili tupate kwenda kwa upishi wa wali na mboga yetu. Naam, kama tulivyoona tumeshamtayarisha kuku wetu, so tutaingilia sasa katika mapishi ya wali wetu na mwisho tutamalizia na steamed spinach. So kama kawaida mchele wetu ndio ambao ni half kg, tutaukaranga na kitunguu na a bit of cumin seeds. So tutaanza na kuosha mchele wetu. Na mafuta yameshika moto, weka kile kitunguu chetu tukarangie kidogo, tuweze kukaanga ili kiive, na alafu baadaye ndio tuweze kuweka ile bizari nyembamba ndio iweze kuiva na ile kitunguu. Kabla ya kitunguu ki brown kabisa, tutaweka ile cumin ambayo tumebonda kidogo ndio ili iweze kuiva na kile kitunguu kabla kiweze ku brown kabisa na ile cumin ipate kuiva, yani ziive simultaneously. That's the reason why hatukukieka mazo na pia hatukuacha kitunguu ki brown kabisa. Sababu the moment ukiacha kitunguu ki brown kabisa ndio uweke ile bizari yako, yani cumin seed, itaungua kabla, yani utapata kitunguu kinaungua na ile bizari haijaiva. Naam, kabla kitunguu kiweze kuungua na tukiangalia ile bizari yetu imeweza kuiva, tutaweka ule mchele wetu ndani kabla ya maji. So tutaweka chumvi, tuchanganye kidogo kabla tuongeze maji kwa juu. Purpose ya kufanya hivi ni kwamba inaweza kupatia ule wali wako harufu ya kile kitunguu na ile cumin seed, yani jira yako, bizari nyembamba, na pia bado unaipatia rangi. Naambiwa katika mapishi make it more interesting, si kwamba kila siku unapika the normal thing. Hata mathalan pengine uko na watoto, wale watoto kama utakuwa unawapikia wali mweupe kila siku, kuna mahali itafika itakuwa wamechoka na ule wali, ni vile kwamba hawezi sema, na maybe uko na njia ambayo unaweza kufanya kile chakula chako kiweze kutaste much better. Sasa tutaweza kupimia maji. Na katika kupimia maji kuna point yenye musema, ukiangalia kama the ratio that most of the people use is 2:1, whereby 2 ni ya maji, moja ni ya ile mchele ambao unaotumia. Lakini kulingana kwamba kuna michele aina tofauti, ukisema utaenda na ratio ya 2:1 mara nyingi utajipata kwamba either undercook ama overcook ule mchele wako. So I always advise people, once ukishatumia aina fulani ya mchele, ukishatumia mara ya kwanza, ya pili, that's when you get to know na ile aina ya mapishi ambayo utakaopika. So nitaweka maji na portion of, sababu tulikuwa na 2 cups of rice, nitaweka 2 cups of rice, 4 cups of water. But always remember, si kila mchele unapimia na hiyo ratio, ita depend na ni mchele gani ule ambao unautumia. So wacha tu uweze kukoroga ule wali wetu
kabla ikaushe maji kabisa, tutaupeleka katika moto mdogo mdogo, moto wa polepole, sababu umeshachemka for a while. So tutapeleka katika moto mdogo ndio uendelee kuiva na ile steam, na at the same time at lower heat ndio tuweze kupika mboga katika side nyingine. So tutawakisha tuweze kupeleka hapo, then tuanze kusteam na kufry mboga yetu kwa upande mwingine. So sufuria ikishika moto, unaweza kuweka mafuta kwa kiasi, tuache ashike moto, tuweke kitunguu. Mafuta yameweza kushika moto, tuweka kitunguu. So tuacha kitunguu. Kumbuke kwa kitunguu cha mboga hatukiwachi kiive sana, tutakiacha tu kikiwa kikisote kidogo. Wake tunasema we just saute it. Once ikisote, tutaweka saumu, then tumalizie na mboga na chumvi. Kumbuke tunasote kitunguu tu kitoe ile ubichi. So before kiive, tutaweza kuweka saumu yetu. Tukoroge kidogo saumu ipate kuiva. Then kuna masala moja ambao mara nyingi watu wanatofautiana. Kuna watu wanapenda kuweka chumvi juu ya mboga. Kuna wengine wakati unakaranga, kabla uweke ile mboga unanyunyiza chumvi juu ndio ukarange nao. Mara nyingi utapata ukiweka kwa kaselo kabla uweke mboga, ukiingia katika ile mafuta, then ukifry inapata kuingia kila sehemu ile mboga. Mara nyingine ukiweka kwa juu utapata pengine kuna sehemu ambao chumvi imeshika kwa wingi na kuna sehemu ambao haijashika ile chumvi. So mimi huwa napendelea kuweka chumvi just before niweke mboga, nikoroge na kile kitunguu kidogo, then ndio niweze kuitoa. Kwa jinsi unavyoona kitunguu hakiku brown kama tuseme kama jinsi unavyopika pilau ama unavyopika pengine kama ni mchuzi. So tumekigacha kisote kidogo, then ndio tuweze kuweka mboga ndani yetu. Kumbuka this is spinach, so huwa tuiweke kwa moto sana isiweze kuchange color, na pia i maintain ile the health benefit of it, the nutrients and everything. So tutaweza kuzima. Mboga iko tayari, tungoje tu wali wetu uweze kuiva. Tumefikia mahali pa kuangalia wali wetu, na tukiweza kuangalia tunaona wali umeweza kukauka. Tutazima moto kama kawaida vile ambavyo tunasema, ukizima moto katika, kama unapika wali wewe ikuwe ni wali ni wa pilau, ni wa biriani ama nini, ni vizuri ukizima ule moto, yani kabla upakue uzime, uache chini kidogo kama kwa muda kulingana na ile how much kilograms umepika. Ni vizuri uzime, uache utulie kidogo, baadaye ndio uweze kuserve. Usiserve ukiwa moto moto. So tumeweza kuzima, tutaweza kuweka kuku wetu kidogo ashike moto hata kama kwa sekunde kadhaa, ndio tuweze kuplate chakula chetu. Na acha tuweze kupakua chakula chetu. Hayawi mwisho yamekuwa. Tumefika mwisho wa mapishi yetu, tumeweza kufanya plating
Na kama uonavyo mlo wetu ndio uko tayari. Tuko na our cumin rice, kuku wetu wa ukwaju na mboga yetu. Mtazamaji, shukran kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho katika kipindi chetu. Ungana nasi tena kesho katika kipindi kingine. Tunawatakia Ramadhani karimu.